mtazamaji wa 7 Media, mimi naitwa Miss D na leo nipo maeneo ya Buza kuja kuzungumza na baadhi ya madereva wa lori, changamoto ambazo wanazo barabarani. Tunajua bana, kwenye kila kazi kunakuwa na changamoto tofauti tofauti. Leo tumeamua kuja kwenye madereva wa lori watupe experience ya barabarani ni hipi. Habari yako? Salama, habari ya kazi? Salama kabisa. Na ungejitambulisha kwanza kwa majina, unaitwa nani na una miaka mingapi kwenye kazi ya udereva wa lori? Mimi naitwa Salum Yusuf Mariaga. Nina miaka 27 kwenye udereva wa lori. Naam. Kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi mpaka ukaamua uanze kazi ya udereva wa lori? Ni safari ya maisha tu. Katika safari ya maisha kwanza tuna asili, kina Mariaga tuna asili ya magari kwa sababu tuliyakuta. Babu yangu mzaa mama alikuwa na magari, babu yangu mzaa baba alikuwa na magari. Kwa hiyo kutokana na hilo nikajikuta tu nimezoea magari. Kwa hiyo nilitoka kwenye gari ndogo, nikajiingia kwenye madaladala mpaka nikajikuta sasa hivi niko kwenye malori. Safari gani yako ilikuwa ndefu zaidi toka umeanza hiyo kazi? Umesema una miaka 27. Ipi ni safari ndefu ambayo umewahi kuifanya? Safari ndefu niliwahi kwenda na unaendelea kwenda ni Kongo zaidi. Sijawahi kwenda mbali zaidi kuliko Kongo. Hata sasa hivi pia unaenda huko? Yeah. Ndio safari zetu tunaenda huko, kampuni yetu. Kitu gani kikubwa ambacho watu wanadhani kwenye madereva wa lori wanacho lakini nyinyi hakipo? Maisha ya dereva wa lori yakoje kwa mtu ambaye afahamu hilo? Kwa mtu ambaye afahamu, kitu ambacho wanahisi dereva wa lori anacho, lakini ukweli halisi dereva wa lori hana, ni mapato makubwa. 80% watu wanajua dereva wa lori ni dereva mwenye mapato makubwa sana, hali ikiwa uhalisia sio kweli. Okay. Dereva wa lori anapoteza mapato makubwa sana kuliko msomi yoyote. Okay. Kwa sababu unapozungumzia dereva sasa hivi amewekwa katika kundi la msomi. Kwa hiyo ni dereva ambaye anasoma kwa gharama kubwa kwa muda mfupi, alafu halipwi kutokana na thamani ya usomi wake. Okay. Hilo ndio tatizo kubwa kwa madereva. Kwa hiyo watu wanadhani madereva wa lori wanalipwa vizuri, kumbe ni tofauti na nyinyi ambao tofauti na sisi tunapolipwa. Hilo ndio tatizo kubwa la madereva. Kwenye miaka yako 27 ya udereva, changamoto gani kubwa ambayo umewahi kukutana nayo barabarani? Changamoto zipo nyingi. Mfano nirudi tena hapo hapo. Kunakuwa na maamuzi mara mbili. Changamoto, mzalishaji wa changamoto za dereva ni serikali. Okay. Maana nikisema serikali, kwa maana dereva, ninapozungumza dereva nazungumzia sisi madereva wa sekta binafsi. Dereva wa sekta binafsi ni dereva ambaye amesuswa na serikali yake, amekosa maamuzi ya kumsimamia na serikali yake, ndio maana changamoto zinazaliwa. Dereva wa sekta binafsi amewekwa kwenye kundi la watu ambao akiumia hana pa kulilia, anapotaka kuumizwa anaumizwa hata na asiyestahili. Hayo ndo maisha ya dereva wa sekta binafsi, hususan wa malori. Ndio maisha ya dereva. Na huwa mnaika vipi baada ya kuona hii imekuwa changamoto kubwa zaidi kwa upande wa madereva wa lori? Mnawasiliana na viongozi ambao wamewaajiri? Dereva wa lori, changamoto zinazosababishwa na serikali, kwa sababu kuna kifungu cha sheria kinachomruhusu muajiri na muajiriwa kuelewana. Sio serikali ipange dereva huyu wa sekta binafsi alipwe hivi. Kifungu hicho hakipo. Hakuna amri ya moja kwa moja kwamba muajiri wa sekta binafsi amlipe muajiriwa wake kiasi hiki, asipolipa serikali itachukua hatua hii. Okay. Hakuna. Kwa hiyo ili dereva wa sekta binafsi wa lori au wa daladala apate usimamizi mzuri, lazima kikao hichi au mjadala huu urudishwe wapi? Bungeni, ili bunge liweze kutengua kile kifungu kutoa kwenye sekta binafsi kiunganishwe na serikali. Kwa hiyo ndio shida kubwa ambayo inamtesa dereva.
Kwa hiyo hata ikifikia hatua unahitaji kumlalamikia tajiri, tajiri anatoa mkataba wake, unaangalia mkataba wake uliousaini, mkataba wa mwaka mmoja. Kwanza 80% ya madereva wana mkataba wa mwaka mmoja, ambayo kisheria si sawa. Sisi tunajua madereva, okay, lakini hatuna kwa kulalamikia. Ukikataa wewe, mwenzako anafanya kazi. Ukikataa wewe, unaondolewa wewe kazini kwa sababu utawafundisha wengine. Hizo ndo changamoto ambazo zinakuwa ngumu dereva kuzitatua. Ukiwezi kwenda serikalini, ukienda wewe unalalamika kwa kuilalamikia kampuni yako kwa mfano, lakini ndani kampuni yako kuna mali za mawaziri watatu. Bungeni anakaa nani kule? Ni mbunge na mawaziri, sio? Yes. Sasa yule waziri ambaye anatakiwa kukusimamia wewe upate sheria ndo yeye mwenye magari 300 kwa tajiri. Wewe hiyo wa kusimamia sheria kule ibadilishwe, atakuwa nani? Hiyo ndio shida inayomkwamisha dereva siku zote. Anaonekana anapata, lakini kumbe hapati. Na mshawahi kuweka mgomo labda mkaona tukifanya hivi tutabadilishiwa hiki pia? Migomo ishawekwa mingi sana. Labda nikwambie kitu ambacho wakati huo huenda kama labda ulikuwa bado uko shule. 2013 kulikuwa na mgomo wa kwanza wa madereva. Malalamiko yao madereva ilikuwa yanahusu ajira. Kwa mujibu wa mikataba ya ajira, anayestahili kupewa mkataba wa mwaka mmoja ni mtu dereva anayefanya kazi kwenye kampuni ya contractor. Nikisema contractor manake ni yule ambaye kwa mfano amepewa shule kujenga, amepewa ajira ile na serikali kusimamia ile shule kwa muda wa miezi 8. Kwa hiyo inabidi mfanyakazi wake ampe ajira ya miezi 8. Anatengeneza barabara, amepewa ajira mwaka mmoja, iko kipande cha barabara kiishe, yule mtu inabidi atoe ajira kwa mfanyakazi wa mwaka mmoja. Lakini sio ajira wa sisi madereva wa transit. Sheria inatutaka tupewe miaka 3 au zaidi, lakini makampuni mengi, 98% ya Tanzania ajira ni mwaka mmoja. Okay. Lakini ule mkataba ukiletea umesainiwa na mwanasheria, umesainiwa na mkurugenzi au na HR wa kampuni. Hivi yule mwanasheria hajui hiyo sheria? Anajua. Kwa nini anasaini ule mkataba wa mwaka mmoja kwa mtu ambaye alitakiwa aajiriwe kwa miaka 3? Sababu maelezo yametoka serikalini, maybe kwa viongozi wake. Kwa hiyo wa kumkwamua dereva sio dereva mwenzie, wa kumkwamua dereva ni serikali. Serikali haitaki kumkwamua dereva wa sekta binafsi. Na hii shida iko kwa madereva wa sekta binafsi tu. Okay. Serikali iko vizuri. Serikali iko vizuri. Serikali wana allowance, wana overstay, wana overtime. Umeona? Kwa hiyo wao kama wao serikali wanasimamia mambo yao yakiwa yamenyooka, lakini upande wetu sisi sekta binafsi tumesahaulika. Niseme tu kwamba sekta binafsi imesahaulika. Hivyo ndivyo ninavyofahamu mimi. Nataka tuzungumze pia kuhusiana na, umesema umefanya miaka zaidi ya 26, kitu kama hivyo, miaka 27 umefanya. Changamoto kubwa ambayo umekutana nayo barabarani, tunasikia madereva leo wanakuwa mkutana na vibweka, sijui mara watu wa ajabu na vitu kama hivyo. Nadhani pia utakuwa ni mmoja wa watu ambao umewahi kukutana hiko kitu ambacho hutokisahau kwenye maisha yako. Changamoto zilizopo, kwa mfano kwenye kutembea barabarani, kampuni nyingi sasa hivi hauruhusiwi kutembea usiku. Kwa hiyo mtu akikwambia akakutana na vibwengo, maana yake wewe kakukutana nao usiku. Hamna kibwengo anatembea mchana. Okay. Sawa? Lakini changamoto za mchana unaweza ndio kama hivyo, unaweza kusimamishwa na askari akwambia nipe leseni. Unampa leseni anakuambia nipe cheti. Unampa cheti anakuambia nipe barua ya uhakiki. Sawa? Lakini ukikosa kimoja wapo tayari ni mtihani baina ya wewe na askari. Kwa mfano unakuta kuna habari
Kuna kamanda wa polisi aliwahi kusema kwamba dereva asisumbuliwe mpaka wakati atakapoenda kulinyua leseni ndio adaiwe cheti na hiyo uhakiki. Lakini sasa hivi leseni yako bado miezi 6, bado mwaka, askari anakuambia nipe karatasi ya uhakiki au nipe cheti. Sawa? Yes. Unakitoa wapi? Kwa sababu yeye wameshatuhakikishia kwamba mpaka utakapoenda kulinyuu ndio ukishalinyuu ukahakiki kile cheti chako na leseni yako vya halali, kama umepigwa ukagombana na aliyokupiga. Sasa bado mwaka mmoja leseni kuisha, ili uende ukafanya nini, ukasome au ukalinyuu. Wewe anakudai cheti, unakipata wapi? Kwa hiyo bado unakuja ni ule ule uonevu kwa dereva. Na huyo polisi ndio serikali, sio msimamizi wa sheria wa serikali. Hakupi cheti, hakupi leseni, anataka nini sasa kama hakupi leseni? Lakini baadaye anakupa na unaendelea na safari. Hapo mtakuwa mmefanya vitu gani baina ya wewe na yule askari? Njia za rushwa. Kwa sababu si hujalipa faini, umepataje leseni? Ndio, sawa. Maana hapo tunalazimishana rushwa. Lakini nani mharibifu? Haya ndio ile serikali. Kwa hiyo shida ya dereva inazalishwa na serikali yake, sio mwajiri. Msimamizi wa mwananchi ni viongozi wa nchi. Kwa hiyo viongozi wa nchi wamemtupa huyu kijana, hana msimamizi. Ndio maana dereva wa sekta binafsi hana kwa kukimbilia. Yes, ndio. Tunafanya kazi na sasa hivi tuna madereva wa kike, wapo wakubwa, wapo wadogo. Sehemu kama Kongo ni sehemu ambayo inasikika kila siku. Kuna vitisho vya kila aina. Watu wanaweza akaja tuna bunduki, wakwambia wataka hela. Hauna hela, wakapasua vioo, wakachukua vyakula, wakachukua simu yako, dola za safari. Na kuna mtu shai kumtokea dereva huko? Sio mmoja, wengi tu wanatokea. Kila siku hayo matukio yapo Kongo. Okay. Kila siku Kongo madereva wananyang'anywa, madereva wanauliwa kila siku. Viongozi wanapata taarifa hizo. Lakini hakuna nini? Na mtu ikitokea amefariki huko, utaratibu unakuaje? Hapo ndo kwenye changamoto hapo. Dereva akifa Kongo, zipo kampuni zinajali kurudisha mwili wa marehemu. Kwa sababu kuna malipo makubwa sana wanatakiwa walipe kwenye serikali ya Kongo. Ndio. Wapo kampuni wanakwepa yale malipo. Wengine familia wanashindwa kuyalipa, watu wanazikwa kule. Ingawa iliyompeleka kule ni kazi yake, mwajiri wake ilipaswa awajibike. Zipo kampuni hawashughuliki kabisa na hizo habari. Okay, wakipewa taarifa huwa hawashughuliki kabisa. Zipo kampuni, wapo ndugu zetu wamezikwa kule. Aidha kwa kukosa uwezo familia, kampuni imemtelekeza, au kampuni na familia wote wamemtelekeza, au kutojulikana familia yake na kampuni imeshindwa kurudisha. Lakini yanatutokea, wapo walemavu. Mitihani mingi sana katika kazi zetu za sekta binafsi. Sekta ya binafsi kifupi tumetupwa. Kuna kitu kinaitwa kemikali. Wewe mwandishi unazifahamu vipi? Ukisikia kemikali tafsiri yake ni nini? Kemikali si vile nani kemikali si zile mtu labda anamwagiwa usoni, mimi ndo najua hizo kemikali. Ni kitu gani kemikali? Ni ni juisi ama ni kitu gani? Kimiminika. Kimiminika. Kinaathiri, kinaathiri, sio? Ndio. Sasa kemikali sisi tunabeba kwenye maroli. Okay. Zipo kemikali ambazo dereva haruhusiwi kabisa kulala kwenye gari. Lakini kutokana na kipato tunachopata tunalala kwenye gari. Baada ya muda fulani tunaathirika. Lakini hakuna dereva ambaye analipa kwa sababu kemikali ni nzuri. Okay. Gari nyingi zinazokwenda Kongo zinabeba kemikali kwa sababu Kongo wanashughulika na utafutaji na uchenjuaji wa madini aina mbalimbali. Sana sana ni kopa. Ili uipate kopa, kuna matumizi ya sulfa inabebwa na dereva. Kuna matumizi ya chokaa inabebwa na dereva. Kuna matumizi ya sodium inabebwa na dereva. Zote ni kemikali. Kuna matumizi ya asidi
inabebwa na dereva, matumizi mengi ili uipate kopa, uipate na uranium. Dokumenti za uranium zinamkataza dereva aliyebeba uranium kukaa karibu na gari. Yaani unaendesha kilomita 400 au 300, takiwa upaki gari, utoke mbali na gari kama lisali moja, alafu urudi kwenye gari tena masaa 3, uachane na gari ukalale gesi. Lakini hebu tafakari tu, kwa mfano umekaa Kongo miezi 3, umepewa dola 150 au dola 200, unawezaje kulala guest ambayo unalipa dola 20? Hauwezi. Unawezaje kuishi na huo mzigo barabarani bila kulala ndani ya gari? Manake hauwezi. Ndio. Dola 20 ukigawanya kwenye kulala tu, manake unapata siku 7. Kutoka Kongo mpaka Tanzania huwezi kutembea siku 7 ukiwa na mzigo, haiwezekani. Boda tu unaweza ukakaa siku 5. Kutoka ndani ya Lubumbashi mpaka uipate boda unaweza ukatumia siku 3 au siku 2. Maanake tayari kuna siku 8. Ukilala guest ya dola 20, tafsiri yake tayari hauna uwezo wa kula. Na dereva wa transit hana risk allowance. Wa sekta binafsi hana risk allowance. Yes, tukimalizia hili la kuambia serikali na watu binafsi au pia Watanzania huenda wakasikia maoni ambayo ushauri unautoa hapa wakaweza kuwasaidia kwa njia moja au nyingine. Sekta binafsi, nikiwashauri madereva wenzangu, kilio chao wanatakiwa walilie serikali, sio waajiri wao. Serikali ikibadilisha kifungu cha mwajiri na mwajiriwa kukubaliana, serikali ikasimamia kwamba serikali ndio ifanye maamuzi malipo, basi mwajiriwa wa sekta binafsi atakuwa mtu ambaye analipa kodi huku roho yake haimuumi. Lakini leo hii mwajiriwa wa sekta binafsi analipa kodi huku anaumia, huku roho inamuuma, kwa sababu anachokipata na anachokilipa tofauti. Kwa hiyo serikali izingatie hili. Hilo ndio la kuzingatia serikali. Nikimalizia na swali la kizushi, watu wengi wanasema madereva lori bwana, wanakuwa na familia, kila sehemu lazima kukutane na familia, sio nini. Unaweza ukaweka sawa hivi? Of course, hilo linawezekana au lisiwezekane. Kila sekta ina dosari hiyo. Ukimuuliza mtu anayewajua watu wa magari, atakwambia watu wa magari. Lakini ukimuuliza mwenye kushona nguo, atakwambia fundi cherehani. Umeelewa vizuri eh? Lakini pia ukimuuliza mnunuzi wa biashara, atakwambia wafanya biashara wa Kariakoo hatari. Mwingine atakwambia kondakta wa daladala kwa wanafunzi. Umeelewa eh? Kwa hiyo ile ni hulka ya mtu. Ile ni hulka ya mtu. Hakuna mtu anayejifunza mapenzi ukubwani. Kuna watu wanayajua mapenzi toka barehe na waanza. Ndio. Bado tuna rekodi. Kwa hiyo kuwa mtu na watoto barabarani, hili ni neno ambalo watu wamelirithi kutoka kwa waandishi watu wa zamani. Hiyo ilisababishwa na magari yaliyokuwepo wakati ule. Zamani gari zilizokuwepo zilikuwa haziwezi kutembea umbali mrefu kutokana na injini zake ndogo zinapata moto. Sawa? Kwa hiyo alikuwa analazimika kutembea labda kutoka hapa hadi Morogoro, anatakiwa apumzike masaa 4. Ndio. Kwa hiyo baada ya kupumzika masaa 4 mtu analala kabisa, ataondoka kesho. Sawa? Kwa hiyo alikuwa ana nafasi kubwa ya kupumzika. Walikuwa wanaishi maisha hayo kwa sababu ya gari zao. Lakini sasa hivi gari inatoka hapa inaenda kulala Mbeya,
kilomita 800, au inatoka hapa inaweza kulala Iringa kilomita 500. Kutoka hapa mpaka Tunduma kuna kilomita 1000 kasoro. Kwa hiyo siku hizi mbili anakuwa kafika wapi? Zamani kutoka hapa mpaka Tunduma gari inatumia siku 7. Umeona hilo zoezi lilivyokuwa tofauti kwa hiyo sababu ya kwamba madereva wanaweza akawa na watoto kila kituo ilisababishwa na magari yaliyokuwepo wakati ule. Sio kwamba kila dereva alikuwa ana kituo kwa sababu ya wanawake, ila kila dereva walikuwa na vituo kutokana na gari za wakati ule zilikuwa hazina uwezo